Bila shaka ujambo popote pale unapoifuatilia TBR 24 Media. Hii ni Sport Updates ya TBR 24 Media. Jina langu ni Jeruini Jackson, nyuma ya kamera yupo mwanangu sana J7. Kwa siku ya leo nataka tuzungumzie kuhusiana na tukio ambalo limetokea kwenye upande wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, tukio la kusaini mkataba mpya ama kuongeza mkataba winga wa Simba Elie Mpanzu Kibisawala, mwamba kutoka nchini DRC Congo, ameongezewa mkataba wa miaka miwili. Kwanza kabla hajafika huko ni kufahamisha kwamba Elie Mpanzu alijiunga na Simba ilikuwa ni msimu 2024 baada ya dili lake kushindwa kwenda nchini Ulaya baada ya kufanya majaribio na kuonekana mambo hayakumwendea uzuri. Baada ya kufeli huko, Simba wakawa wamemnasa na wakamsajili msimu wa 2024. Aliingia kwenye dirisha dogo na alicheza michezo michache sana kwenye msimu wa 2024-25. Alicheza michezo 17 ndani ya michezo 30. Akufunga magoli mengi, hakuwa na takwimu bora sana kwenye hiyo michezo 17 ambazo alizicheza. Elie Mpanzu yeye alifunga magoli 4 na alitoa assist 3, kwa maana kwamba alihusika kwenye magoli 7 peke yake kwenye huo msimu wa 2024-2025. Cheza takriban dakika 1239. Kwa hiyo takwimu zilikuwa bora kwa upande wake, lakini ni moja ya nyota ambaye mwalimu alikuwa na muamini sana. Achilia mbali aliingia kwenye dirisha dogo, lakini kuna namna aliongeza charge ama aliongeza kitu cha utofauti kwenye nafasi ambayo alikuwa anaicheza Elie Mpanzu Kibisawala. Lakini msimu wa 2025-26, kwa maana msimu namna ambavyo mambo yanavyokwenda, Elie Mpanzu amekuwa ni nyota ambaye ni wa kutegemewa sana kwenye kikosi cha Simba, japokuwa kuna michezo baadhi ni kama mwalimu Steve Barker anamwanzisha nje kutokana na performance yake kushuka kidogo, lakini ni moja nyota ambaye kama nilivyokufahamisha amekuwa na kitu kingine cha ziada akiwa na wekundu wa Msimbazi Simba, si tu kwenye mechi za ligi kuu Tanzania bara, hata kwenye mechi za mashindano mengine, mfano ligi ya mabingwa barani Afrika. Msimu ambao alijiunga na Simba 2024-25 alicheza na akiwa na Simba, japokuwa Simba kufika mbali, lakini upande wa kombe la shirikisho alisaidia Simba kucheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane, japokuwa Simba alipoteza na alivaa medali ya mshindi wa pili. Lakini Elie Mpanzu alihusika kwenye safari nzima ya Simba toka mwanzo mpaka wanafika hatua ya fainali, na rekodi nzuri ambayo inakumbukwa, ama mchezo ambao unakumbukwa sana ni mchezo kati ya Al Masry. Alihusika pia kwenye goli ambalo naye alifunga, lakini naye alikuwa ni msaada mkubwa kwenye kikosi cha mnyama Simba ambacho kilicheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini kwa msimu huu amekuwa hana takwimu bora mpaka sasa, kwa maana kwenye kufunga, nafasi ambayo anaicheza ni nafasi ya kufunga zaidi, lakini takwimu kwenye kufunga zimbebi sana, lakini kwenye kuhusika kwenye mabao mpaka sasa anashika nafasi ya pili kwenye vinara ambao wanahusika kwenye assist, akiwa nyuma ya Faisal Salum ambaye fikira na assist 5 na yeye Elie Mpanzu akiwa na assist 5. Kwenye kufunga magoli mpaka sasa hana takwimu bora za magoli, lakini ni nyota ambaye bado Simba wanamwamini kwamba anaweza kuwafikisha kwenye nchi ya ahadi. Achilia mbali kiwango chake kushoka kwa namna moja ama nyingine kwa msimu huu, lakini anavyoingia kuna namna ambavyo anaonyesha kitu cha utofauti. Mpaka sasa kwa Simba ndio nyota ambaye ametoa assist nyingi kwa upande wa Simba, na ndio nyota ambaye ipo kwenye orodha ya wachezaji waliohusika kwenye assist nyingi mpaka sasa kwenye msimamo wa ligi kuu soka ya Tanzania bara. Sasa ameongezewa mkataba hii leo wa miaka miwili mpaka 2027 ndio atakuwa anamaliza kandarasi yake na wekundu wa Msimbazi Simba. Kipi ambacho wamekitazama zaidi kwa Elie Mpanzu? Inawezekana bado ni hitaji la mwalimu Steve Barker kwenye misimu inayofuata mbele, ikianza na msimu huu ambao Simba wanapigania ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, na nafasi waliopo wanaweza kupambana na kupigania huo ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Bado wapo kwenye mashindano ya FA,
na mashindano mengine ambayo wanaendelea kuyacheza. Kwa hiyo mwalimu inawezekana ikawa ni chaguo lake ambalo bado analihitaji kwenye kikosi chake ili aweze kufanya kitu kilicho bora. Na good news ni kwamba Elie Mpanzu Kibisawala amekuwa nyota watatu mpaka sasa ambao wameongezewa mkataba kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Nyota wa kwanza alikuwa ni Rushaine Delok ambaye ni beki wa kati, mama kutoka Afrika ya Kusini. Lakini mtu wa pili alikuwa ni Yusuf Ali Kagoma, huyu ni Mtanzania, national team material, na aliongezewa mkataba. Lakini mtu wa tatu amekuwa ni Elie Mpanzu Kibisawala, mamba kutoka DR Congo. Vipi, una maoni gani kuhusiana na Elie Mpanzu kuongezewa mkataba kwenye kikosi cha Runias Simba Sports Club? Dondosha hapo, mambo yatakuwa vizuri kabisa. Nimeona hii taarifa isitupite mimi na wewe ambaye unaifuatilia TBR 24 Media. Hiyo ni taarifa ambayo nimekupa, utaishi nayo, lakini ujumbe wako dondosha hapo chini kuhusiana na wachezaji baadhi ambao Simba wamewaongezea mkataba. Jina langu ni Jeroen Jackson, nyuma kamera mwanangu sana J7. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.